Hujambo mwanamichezo mwenzangu na karibu sana katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia kuhusiana na tetesi za usajili na kila kitu ambacho kinakuwa kina trend katika mitandao ya kijamii. Sasa nitumie nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kuwa mdau wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii. Usisahau kuwasha alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, ili kusudi wa kwanza kupata taarifa za kila video mpepindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia hii leo bwana, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo natamani kuweza kushare na wewe kuhusiana na tetesi za usajili. Lakini pia sambamba na hayo tunafahamu pia kwamba tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, ikiwa vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania viko busy sana kuweza kuzisaka sign za wachezaji tofauti tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba vinakwenda kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika kwa vile vilabu vikubwa ambavyo vitaenda kushiriki mashindano hayo. Sasa sanjari na hayo, tukiangazia kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa, Dar es Salaam Young Africa Sports Club ndio wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na points 47 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 14 na kutoa sare mara 5, lakini pia hajapoteza mchezo hata mmoja, na akifuatiwa na Simba Sports Club ambaye anashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 akiwa na alama 42 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 12 na kutoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Lakini kwa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 37 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 9, kutoa sare mara 10 na hawajapoteza mchezo hata mmoja. Na kwa upande wa Singida Black Stars wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda michezo 8 na kutoa sare mara 5 na kupoteza michezo 6. Na kwa JKT Tanzania wao wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19 na kushinda mara 7, kutoa sare mara 8 na kupoteza michezo 4. Na TRA United wanashika nafasi ya 6 wakiwa na alama 27 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 7, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 6. Hii ni kwa top 5 ya vilabu vitano ambavyo viko kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia kwenye nafasi ya 16 tunamuona KMC yanashika nafasi ya 16 akiwa na alama 9 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 2, akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 14. Na nafasi ya 15 Tanzania Prisons wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 14 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 3, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na nafasi ya 14 ni Mbeya City wanashika nafasi ya 14 wakicheza michezo 19 wakiwa na alama 17, wakishinda mara 4, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Huu ni msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara japo kwa ufupi namna ambavyo ligi yetu inaenda kwa sasa. Lakini sanjari na hayo pia kuna moja kati ya vitu vikubwa ambavyo natamani tuweze kuvizungumzia hapa kuhusiana na tetesi za usajili zinazohusisha wanakundu wa Simba Sports Club hawa ambao inaripotiwa kwamba wapo kwenye hatua ya mazungumzo na mchezaji anayetumikia klabu ya Mamelodi Sundowns kule Afrika ya Kusini. Hapa namzungumzia Peter Shaulile ambaye ni raia kutoka nchini Namibia. Sasa uvumi wa usajili unaohusisha Simba Sports Club na mshambuliaji wa Mamelodi Sundowns Peter Shaulile umeanza kushika kasi katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya soka Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Taarifa hizi zinadai kuwa uongozi wa klabu ya Simba chini ya usimamizi wa Mohamed Dewji unatafuta njia ya kumsajili mshambuliaji huyo
hatari katika dirisha hili kubwa la usajili linalokuja hivi karibuni. Kwa mtazamo wa haraka, hili linaonekana kama dili kubwa na la kuvutia kwa mashabiki wa klabu ya wekundu wa Simba Sports Club. Pira Shaulile ni mmoja wa washambuliaji bora kabisa barani Afrika kwa sasa, akiwa ameonyesha ubora wake mkubwa katika ligi ya Afrika ya Kusini akiwa na Mamelodi Sundowns. Uwezo wake wa kufunga mabao, kusoma mchezo pamoja na harakati zake ndani ya uwanja umefanya kuwa tegemeo kubwa kwa klabu yake na hata timu ya taifa ya Namibia. Hata hivyo, pamoja na mvuto wa habari hizi, ni muhimu pia kuzipima kwa jicho la uchambuzi. Kwanza kabisa, Shaulile bado ana mkataba na Mamelodi Sundowns. Hilo linatakiwa kuwekwa wazi. Klabu yenye uwezo mkubwa kifedha, nafikiri wengi tunafahamu pia, na yenye malengo makubwa ya kutoa mataji ya ndani na ya kimataifa kama vile CAF Champions League. Tunafahamu pia kwamba sasa hivi Mamelodi Sundowns wamequalify kwenye michuano ya finali za kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo pia msimu jana uliopita nao walishiriki vyema mpaka finali, ilhali walishindwa kuchukua taji wakipoteza kwa Pyramid FC chini ya wakipoteza kwa Pyramid FC ambao walibuka washindi wa kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliopita. Na hii sasa tena wanaenda kushiriki finali za CAF. Lakini hii ina maana kuwa si rahisi kwa klabu yoyote kumngoa kirahisi bila kutoa ofa kubwa sana ya kifedha. Ila ikumbukwe pia kabla hatujaendelea, kuna Neo Maema pamoja na Roshan Derak. Wawili hao wote wametokea katika klabu hii ya Mamelodi Sundowns, lakini pia uzuri zaidi ni kwamba kocha wa klabu ya Simba Steve Barker ametokea Afrika ya Kusini. Pia anawafahamu vyema kabisa hawa wachezaji wanaotokea katika Afrika ya Kusini ambao wametumikia virabu vya Afrika ya Kusini. Hapa namaanisha Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC ambavyo ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinatajwa kuhusishwa na wachezaji wengi ambao chunguzwa ama wanafuatiliwa kwa karibu sana na klabu ya wekundu wa Simba Sports Club. Sasa hivyo basi, kama kweli Simba wanahitaji huduma ya Peter Shaulile, italazimu kuvunja rekodi zao za usajili pamoja na kuboresha mshahara wake ili kumshawishi kuweza kuhamia ligi kuu soka Tanzania bara akitumikia klabu ya wekundu wa Simba Sports Club. Kwa upande wa kiufundi, hakuna shaka kuwa Shaulile kuwa nyongeza kubwa kwa Simba Sports Club. Klabu hiyo imekuwa ikisaka mshambuliaji mwenye uhakika wa mabao katika mashindano makubwa, hasa katika michuano ya kimataifa. Kuongezwa kwa mchezaji wa kiwango cha Shaulile kunasaidia kuongeza makali ya safu ya ushambuliaji na kuwapa Simba nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri barani Afrika. Hata hivyo, hadi sasa kiujumla naweza kusema hakuna taarifa rasmi kutoka katika vyanzo vya habari vya klabu ya wekundu wa Simba Sports Club wala Mamelodi Sundowns zinazothibitisha rasmi kuwepo kwa mazungumzo hayo, ili hali tunafahamu ya kwamba taarifa kama hizi huwa zinaenda kimya kimya. Vyanzo vingi vinavyoeneza habari hizi vinatoka katika mitandao ya kijamii, na jambo linalofanya uvumi huu kubaki katika kundi la tetesi zisizo na uthibitisho rasmi wa moja kwa moja kutoka katika vyanzo husika vya habari. Na kwa ujumla, ingawa ni ndoto tamu kwa mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club kumuona Peter Shaulile akivaa jezi nyekundu, walisia wa dili hili bado unaonekana kuwa mgumu kutimia kwa sasa. Kwa kiasi fulani, mpira wa kisasa unatawaliwa na nguvu ya kifedha na mikakati ya muda mrefu, na hadi pale ambapo kutakuwa na taarifa rasmi, ni vyema mashabiki wangeendelea kuchukua habari hizi kama uvumi tu wa tetesi za usajili. Swali kwamba je, Simba wanafanya kweli usajili wa kushtua barani Afrika, au hii ni hadithi nyingine tu ya dirisha la usajili? Muda ndio utaamua. Mimi naweza kusema hivyo. Niite Masajina, hii ni True Talk. Hapa kama ilivyo ada, watu tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia kuhusiana na tetesi za usajili na kila updates mpya ambazo zinakuwa zina trend katika mitandao ya kijamii. Nafikiri sina jingine la ziada kwa wakati huu hapa. Zaidi tu mimi nikutakia wakati mwema, na usisahau kusubscribe kwa wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, lakini pia kuwasha alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia usahau kulike hii video pamoja na kushare na marafiki zako na waweze kufahamu ama kuchangia maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea
huko katika mitandao ya kijamii. Minute Master na hii ni TuTalk. Kwa habari zote za burudani na michezo, usisahau kusubscribe pamoja na kuwasha alama ya kengele usipitwe na arifa zetu. Wakati mwema, bye bye.